Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa Mchungaji Daudi Mahira Magolima kutoka Kanisa la Neno Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisumu. Ninakukaribisha tena kwenye kipindi chetu kinachosema Anza na Bwana au Amka na Bwana. Bado niko kwenye kipengele cha kwanza, aina ya maombi ya kusifu na kuabudu. Nilisema kwenye kusifu na kuabudu kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza nikasema ni kipengele cha kuimba, kwamba kuimba ni kipengele unachokipata ndani ya kusifu na kuabudu. Na nikasema kusifu na kuabudu ni aina mojawapo ya maombi ambayo ukiwa unaimba, maana yake unazungumza na Mungu, unaongea na Mungu, unapeleka haja zako mbele ya Mungu kwa njia ya kuimba, na Mungu anakusikiliza. Kwa hiyo unapomgusa Mungu, Mungu anashuka, Mungu anaonekana, uwepo wa Mungu unakuwepo kwenye uimbaji. Na ndivyo hata kanisa la kwanza lilivyokuwa. Walipokuwa wakiimba, uwepo wa Mungu ulikuwa unashuka. Hata kwenye Agano la Kale utaona kuna watu walipokuwa wakiomba kwa kutamka maneno, Mungu hakushuka, lakini walipoimba, Mungu alionekana juu yao. Sasa kipengele cha pili ninachotaka kuongea na wewe kwenye kusifu na kuabudu. Nimesema kwenye kusifu na kuabudu kuna vipengele viwili vya muhimu. Kuna kumwabudu Mungu na kumsifu kwa kuimba, lakini pia kuna kumwabudu Mungu na kumsifu kwa kutamka maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya haijalishi. Soma tu Zaburi 145. Maneno haya haijalishi ni ya kwako mwenyewe, umeyatengeneza, kama waimbaji wanavyoamua kutoimba nyimbo za tenzi, kutoimba nyimbo za watu walizozitunga za pambio, wanaamua kutunga nyimbo zao. Ndivyo kwenye kusifu na kumwabudu Mungu kwa maneno, unaweza kutunga maneno yako, unaweza ukaandaa maneno yako, maneno yanayomuinua Mungu, maneno yanayomtukuza Mungu. Yaani ukiyasema, Mungu anapokuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi, unamgusa, unaona anatikisa. Maana maandiko yanatuambia kiti cha Mungu kiko wapi? Kiko mbinguni, lakini miguu yake imekanyaga duniani. Kwa hiyo unakuwa na maneno ambayo ukiyasema, ambayo ukimuinua, ambayo ukimtukuza, ambayo ukimuelezea, ambayo ukimsifia kwa kutamka maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Haijalishi ni ya kwako mwenyewe, umeyatengeneza, umeyaunda, mradi yale maneno yawe yanamgusa Mungu, au ni maneno ambayo unasoma kwenye maandiko matakatifu, au ni maneno ambayo unayatamka. Kuna mtu anaimba wimbo, lakini wewe unabadilisha wimbo ule, yanakuwa maneno, unaanza kuyaelezea mwanzo hadi mwisho. Ndugu mpendwa, maneno hayo yakiwa yanamgusa Mungu, Mungu anashuka, Mungu anaonekana, Mungu anajidhihirisha. Maneno, una maneno gani ambayo ukiyatamka kwenye kinywa chako yanasababisha unamgusa Mungu? Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Watu tunafanya mchezo, watu tunaleta utani. Maneno, unaisoma Zaburi, soma Zaburi, jinsi Daudi anavyomtukuza Mungu, anavyomsifu Mungu kwa kutamka maneno tu. Anatamka maneno kutoka kwenye kinywa chake, alafu yanamgusa Mungu, anakutana na Mungu, ujidhihirisho wa Mungu unakuwepo. Mungu akufunike, Mungu akuatamie,
Mungu akutetee, Mungu akufungulie milango, Mungu akupe macho ya kuona. Inapofika wakati wa kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu, ujue tunamwabudu Mungu na kumsifu Mungu kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kuimba nyimbo zilizotungwa na watu, nyimbo ambazo unaweza kuzitunga wewe mwenyewe, nyimbo ambazo unaweza ukafunuliwa tu ukaimba, ambayo unajua msingi wa wimbo huu unamgusa Mungu. Hakika utakutana na Mungu. Hautaingia kwenye ibada ukatoka ukiwa mkavu. Utaingia kwenye ibada utarowana, na utahakikisha utakuwa msaada kwenye ile madhabahu, na mchungaji atakutegemea sana. Mchungaji atajivunia wewe sana, maana utakuwa msaada mkubwa sana. Ndugu mpendwa, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, aina ya kwanza ya maombi nimeimaliza, ni kusifu na kuabudu, ambako ndani yake kuna vitu vikuu viwili: uimbaji wa kuimba nyimbo za aina mbalimbali ambazo zinasemwa kwenye maandiko matakatifu. Sitaki kusema maandiko kwenye maandiko matakatifu, lakini napenda nitembee na Zaburi, maana Daudi ananifundisha na amekuwa mtu wa kukutana na Mungu. Kutana na Mungu kwenye uimbaji. Usiache, usifanye mchezo, usikutane na Mungu kwenye uimbaji. Usipokutana na Mungu kwenye uimbaji, bado una changamoto, bado wewe hujakuwa kiroho au umekufa kiroho. Watu wamekufa kiroho lakini wanakuja kwenye ibada. Mungu akufunulie, Mungu akupe macho ya kuona tena, Mungu aonekane kwako, Mungu ajizirishe kwako, Mungu ashuke kwako. Unapokwenda kuimba usifanye mtani. Unapoamua kutamka maneno kutoka kwenye kinywa chako, tamka maneno yanayompa Mungu utukufu, yanayomsifu Mungu, yanayemwabudu Mungu. Asante sana mtoto wa Mungu. Mungu abariki kazi za mikono yako, abariki biashara zako, bariki mashamba yako, abariki kila kitu unachokifanya kilicho sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini akuondolee magonjwa, mikosi na balaa na laana. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.